kiuhalisia, kwanza baada ya jana Thomas Tuchel kuondoshwa mashindanoni, ndio kocha wa kigeni pekee alikuwa amesalia katika timu 4 zilizokuwepo katika michezo ile. Kutoka michezo 104 inayokusudiwa kuchezwa kwenye kombe la dunia mpaka michezo 102 ambayo imemalizika, imebaki miwili. Hakuna kocha tena wa kigeni anayefundisha kwenye timu zilizosalia, zile 2 ama tuseme 4 zimesalia, lakini 2 ndio zinazo kwenda kutafuta taji lenyewe. Kwa hiyo ukiangalia kocha wa Hispania ni Mhispania mwenyewe, na wa Argentina ni mzawa, japo pia ana uraia wa Italia. Ana uraia wa Italia. Scaloni ana uraia wa Italia pia, ni Italia na Argentina, lakini ni Argentina hasa, lakini ana uraia wa pili tu, ule mwingine ambao wala hauonekani kama ni uraia wa kweli, yani ni hivyo tu kutafuta ule mseleleko tu mambo yako mengine. Kwa hiyo imekwenda kuhakikisha kwamba kwa mara nyingine fainali hizi zinakwenda kumalizika na kuacha dunia ikiwa na mabingwa 8 wale. Kwanza ieleweke, mabingwa wanaendelea kubaki 8 ambao wamechukua kombe la dunia. Kwa hiyo baada ya miaka 4 ya kusubiri labda atapatikana bingwa wa 9, yani bingwa mpya wa kombe la dunia baada ya Hispania. Kwanza sio tu Hispania, baada ya nusu finali tu kuingia zile timu zote, tayari hakukuwa tena na njia ya kumpata bingwa mpya. Kwa hiyo wote waliosalia ni mabingwa, japokuwa tunakwenda kwenye fainali ambayo itakuwa ya kipekee sana kwa sababu ni fainali ya bingwa mzoefu na mtu ambaye hana uzoefu na ubingwa. Amepata ubingwa mara moja tu, alicheza fainali mara moja tu Hispania, na hiyo moja akachukua ubingwa. Kwa hana uzoefu wowote mkubwa sana wa kucheza fainali, kombe liko uwanjani, wa ubingwa wa dunia. Ana uzoefu na ubingwa wa Ulaya, lakini hana uzoefu na ubingwa wa dunia. Kwa hiyo kuna kitu hapa. Anacheza dhidi ya timu ambayo imechukua ubingwa mara 3, halafu imecheza fainali mara kadhaa, tena imecheza nusu fainali mara kadhaa. Yani wana uzoefu mkubwa sana na michezo ya fainali. Kwa hiyo Argentina sisemi nawapa nafasi, nasema tu kwamba wana uzoefu mkubwa. Ni fainali inawakutanisha timu 2 zenye uzoefu tofauti ama viwango tofauti vya kuzoea, na kwa maana ya pitch, wachezaji watakaokuwa uwanjani pale wana viwango vinafanana sana na vinakaribiana, staili moja ya kucheza. Sina hakika kitatokea nini uwanjani, lakini kwa kweli ni moja kati ya fainali bora sana inaweza kusubiriwa, kwa sababu inaweza kufanana kidogo na fainali iliyochezwa 2010 ya Hispania na Uholanzi, ambapo zilikutana timu mmoja ana uzoefu wa kucheza fainali na hajachukua ubingwa wenyewe, na mwingine hajazoea kabisa lakini asiyekuwa mzoefu akachukua ubingwa. Hispania hakuwahi kucheza fainali, Uholanzi wamewahi kucheza fainali mara 2 kabla ya siku ile, na mara zote walifungwa. Kwa hiyo utaona hata mechi inayosema uzoefu kati ya Argentina na Hispania, bado Hispania uzoefu si neno, shughuli zaidi itakuwa siku hiyo ya ile mechi. FM